Yes. Glory to God, glory to God. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni wote ambao leo pia mko kwa ajili ya Bwana. Nimshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo ametuchalia, nafasi ambayo ni njema katika Kristo. Nafasi ambayo Mungu anataka pia tuweze kujifunza neno lake. Neno la Mungu ni taa. Neno la Mungu ni chakula chetu. Neno la Mungu ni hakika. Neno la Mungu ni ndio. Neno la Mungu peke yake ndiye alipatiliki. So nakushukuru kabisa wenzangu msikilizaji anayetufuatilia, mwanafunzi mzuri, mwanafunzi wa Kristo. Nakushukuru popote ulipo, popote unaponisikiliza. Ninakushukuru sana milele. Nakushukuru kwa dhati na nina upendo wa dhati kwako. Na niwashukuru pia wale ambao ni wanafunzi wangu katika kanisa la mahali pia, na washukuru kwa sababu ya upendo wenu, kujitoa kwenu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hakika nyinyi ni watu wa dhamana. Ninawapenda upeo. Kujitoa kwenu, maombi yenu, chochote mnachofanya katika huduma, hakika niseme kwamba nyinyi ni waliobarikiwa katika jina la Yesu. Nawapa salamu zangu popote mlipo watu wangu. Amen, 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 amen. So nikukaribisha tena leo katika mfululizo wetu wa kipindi kifupi kabisa cha somo au neno la Mungu. Mwanzo tulipokuweko hapa mwisho tulipokuweko hapa tulikuwa tunazungumzia ufahamu kuhusu ukombozi. Na tuliachia sehemu ya 3. Leo tutaita sehemu ya 4. Somo ambalo linasema ufahamu kuhusu ukombozi. Na tulikuwa tuna flow na maandiko haya ya Wakolosai 1:13 mpaka 14. Ambaye anasema kwamba naye alituokoa katika nguvu za kisa, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Mstari wa 14. Ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Amini na mimi tuombe ili tuanze fundisho tena. Baba nakushukuru, Baba nakutukuza. Asante kwa ajili ya kazi njema, asante kwa ajili ya upekee wako ndani ya maisha yetu. Nashuhudia pendo lako, nashuhudia nguvu zako katika utimilifu wote. Asante kwa ajili ya msikilizaji wangu. Asante kwa ajili ya wanafunzi wote ambao wananifuatilia, wanafunzi wa Yesu Kristo, na wote ambao wananifuatilia hata kama hawajaokoka, na tamanio la mioyo yao ni kuweza kuokoka. Naomba kwamba macho ya mioyo yao naomba kwamba wale ambao hawaamini Injili, neno hili kapate kukusa mioyo yao. Maarifa haya ikaweza kusalisha ndani yao wokovu, ikawasaidia na kupelekea wao kuweza kuamini kila ambacho kinatolewa na kila ambacho kimefanywa na Mungu katika kufa, kusikwa na kufuka kwake, pamoja na kuketishwa katika Kristo Yesu. Naomba na kupokea kwamba Bwana tunajawa maarifa. Maarifa ya neno lako inajaa kote duniani. Maarifa ya neno lako inajaa vichichini, inajaa maeneo yote katika jina la Yesu. Macho ya mioyo yetu sisi tulioamini Injili yanasiti kutiwa nuru, tunaangasiwa na kupata kujiona katika Kristo Yesu. Asante Bwana Yesu, maana ndani yetu wewe umetukuzwa na sisi tunachengwa. Tunaomba na kupokea kwamba unapata kutuona katika neno lako kupitia huyo Roho Mtakatifu aliye ndani yetu, na sisi tunapata kujiona na kufahamu kila ambacho Mungu umekusudia leo tuweze kukifahamu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kupokea. Amen. So somo letu ambalo tunaendelea nalo, nimesema ni sehemu ya 4, ufahamu kuhusu ukombozi. Leo ni sehemu ya 4. Wakolosai 1:13 mpaka 14. Naye alituokoa katika nguvu za kisa, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. So leo tunajifunza nini watu wa Mungu? Tunaposoma na kujifunza Biblia hasa katika Agano Jipya, ni muhimu kuweka umakini katika matumizi ya sentensi. Narudia, tunapokuwa tunajifunza Biblia hasa ama niseme kwamba kwenye nyaraka au kwenye Agano Jipya, ni muhimu kuweka umakini katika matumizi ya sentensi, kwa sababu kifungu ambacho nimesoma kinapatikana kwa nyaraka ya Paulo kwa Wakolosai. So ni vizuri kuweka umakini katika sentensi. Katika kuelezea uhalisia wetu katika Kristo, ni vizuri kuweka umakini zile tenses, zile sentensi, muundo wa zile sentensi. Weka umakini kwa sababu
kwa sababu kwa sababu gani? Maana hizi sentensi unakuta kwamba zinakuwa zinaelezea uhalisia wetu katika Kristo Yesu. Ni vizuri kuweka umakini ili upate kufahamu na kuelewa. So inapokuja kwenye kile Mungu amefanya kwetu katika Kristo, ni wakati uliopita mkamilifu. Weka umakini katika zile sentensi. Weka umakini katika tenses. Kuna past tense na kuna present tense. So weka umakini, maana anasema hivi. Anasema kwamba Wakolosai hiyo 1:13 na 14 anasema naye alituokoa. Neno alituokoa ni wakati uliopita. Si kwamba asemi kwamba atatuokoa. Amesema naye alituokoa. Ni vizuri kuweka umakini katika sentensi. Weka umakini katika zile tenses. Hajasema naye atatuokoa. Amesema naye alituokoa. Ni wakati uliopita. Hallelujah. Glory to God. Anasema katika nguvu za giza akatuhamisha. Akatuhamisha ni past tense. Hajasema atatuhamisha, amesema akatuhamisha. So ni wakati uliopita. Na kutuingiza, so ni wakati uliopita, katika ufalme wa mwana wa pendo lake. So mwamini amekwisha okolewa. Mwamini amekwisha kutolewa katika ufalme wa giza. Mwamini amekwisha ama kutoka mautini na kuingia usimani. Si kwamba ako mautini, si kwamba atatolewa mautini. Ushindi wa Yesu dhidi ya mauti ni ushindi wetu. Ushindi wa Yesu dhidi ya kuzimu ni ushindi wetu. Kama Kristo alishinda dhambi, na sisi tumeshinda dhambi. Manake dhambi haina uwezo juu yetu sisi tulio katika Kristo. Leo ndasa nikaimba nikasema, ninapumzika ndani ya Kristo. Maana katika Kristo Yesu ni kuna pumziko. Ndani ya Yesu Kristo hakuna mashaka. Ndani ya Yesu Kristo hakuna kutokuamini. Ndani ya Yesu Kristo hakuna hofu. Tunatembea katika imani kwa kile Kristo amefanya katika Kristo Yesu. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. So weka umakini, tunajifunza vyema na macho ya mioyo yetu yanasiti kuangaziwa katika jina la Yesu. So nimesema inapokuja kwenye kile Mungu amefanya kwetu katika Kristo, ni wakati uliopita mkamilifu. Ni wakati uliopita. So hakuna wakati ujao. Hakuna anasema kwamba mtaokolewa. Hajasema mtaokolewa, no. Hakuna wakati ujao kwa habari ya utambulisho wetu. Hakuna wakati ujao. Maana wakati wote Biblia inazungumza kuhusu utambulisho wetu katika Kristo Yesu. Wakati Biblia inazungumza kuhusu kile Mungu amefanya kwetu sisi, inazungumza wakati uliopita, si wakati unaokuja. Glory to God. Glory to God. So hakuna wakati ujao kwa habari ya utambulisho wetu. So maneno haya huonesha ni kitendo kilichotendwa tayari. Maneno haya inaonyesha kwamba ni kitendo kilichotendwa tayari. Maanake tumekwisha okolewa. Kwa nini nasema tumekwisha okolewa? Ni kwa sababu Kristo hayuko mautini. Ni kwa sababu Kristo hayuko kaburini. Ni kwa sababu Kristo hayuko kuzimu. Kristo amekwisha fufuka kutoka kuzimu. Yuko hai. Miaka 2000 na kitu iliyopita, Kristo alitoka mautini. Kristo alishinda mauti. Alishinda kuzimu. Alipofufuka akaja kwa wanafunzi wake akawaambia kwamba nimepewa funguo. Nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Glory to God. Kuna mahali anasema katika kitabu cha Ufunuo Yohana kwamba nimepewa funguo za mauti, nimepewa funguo za kuzimu. Glory to God. Amepewa funguo za kuzimu. Maanake leo tumekabidhiwa. Maanake Kristo anasema kama amepewa funguo za kuzimu, inaonyesha kwamba ana uwezo wa kuwatoa watu kuzimu. Uwezo huo ulidhihirika na ulionyeshwa wakati Kristo alifufuka. Wakati Kristo alifufuka pamoja na watu kutoka kuzimu. Watu ambao na akina Ibrahimu, akina Enoko, akina Zethi, akina Tauti, yani wote ambao waliamini katika hati ya Bwana wakati wao. Yesu Kristo alifufuka pamoja na wao. Ukisoma andiko inasema wakati Kristo anafufuka, ardhi ilitingizika, miamba ilipasuka. Wakati ule watakatifu, makaburi ya watakatifu ilifunguka, wakatoka makaburini, wakaonekana katika Yerusalemu, wakaonekana katika mji wa Yerusalemu, walionekana na watu waliwaona. Baada ya bale walienda wapi? Walienda mahali Kristo yupo. So mahali Kristo yupo, hapo ndipo watakatifu wa Agano la Kale na wao wameketi. Glory to God. Hii ni injili ya kukuweka huru kabisa.
inakutoa katika vifungo, inakutoa katika vifungo vya kutokuamini. Maana watu wamefundishwa mafundisho tofauti, mafundisho ambayo imewatia vifungo, mafundisho ambayo imewafanya wamekuwa wadumu wa watu wengine. Lakini kwenye channel ya God's Glory, Mungu anatusaidia ili tuweze kukuletea kila ambacho kitakutoa katika hofu, kitakutoa katika mashaka, kitakutoa katika vifungo ambavyo vimewaweka vifungoni. Watu leo wana hofu za mauti. Nikifa nitaenda wapi? Wanajiuliza yale maswali. Nataka nikwambie wewe uliamini Injili, ukifa leo, ukilala leo katika mwili huu, ama ukipumzika leo, tunasema kwamba Paulo anasema kwamba kuishi kwangu ni Kristo na kufa kwangu ni faida. So kufa kwetu ni faida, ama kulala kwetu ni faida. Ingawaje hatufi kwa sasa kwa sababu bado tuna kazi ya kufanya. So hatuondoki sasa na tunayo imani. So hatuna hofu ya mauti. So muamini akifa leo akifunga macho, manake atajiona katika ulimwengu wa roho. Na katika ulimwengu wa roho, manake ulimwengu wa roho huko kule juu. Ulimwengu wa roho ni hapa duniani. Ni ulimwengu usioonekana katika macho ya damu na nyama. Manake ukilala leo utajiona katika Kristo. Utajiona ukiwa katika ulimwengu ambapo mtakuwa pamoja na Kristo milele. So katika ulimwengu wa mwili huu, sisi ambao tunamwamini Kristo tunatawala pamoja naye. Manake hatuna hofu, hatuna mashaka. Tumehakikishiwa na neno la Mungu kwamba miili yetu ya kuharibika, miili yetu ya udhaifu tutaifua na tutafaa miili ya kutoharibika. Tutafaa miili isiyokuwa na udhaifu. Tutafaa miili iliyo na utukufu. So hii miili ni kwa muda, lakini wakati unakuja tutapewa miili za utukufu. So kuna ulimwengu unaokuja, sisi tutaishi milele. Glory to God. Tuna uhakika kama huo. Na huo uhakika tunautoa wapi? Katika neno la Mungu lililoandikwa katika jina la Yesu. Haleluya. Unaona maneno kama mumesamehewa. Kuna maneno kama mumesamehewa, mumekubaliwa, mumekombolewa, mumeokolewa na kadhalika. Ni maneno ni kitu ambacho, kitendo ambacho kimefanyika. Ni past tense, ni mambo yaliyotendwa tayari. So hajasema kwamba mtakombolewa, ama kuna neno mumependwa. So tayari tumependwa katika Kristo, tumependwa, si kwamba tutapendwa. Kuna nimesomaje? Nimesema unaona maneno kama mumesamehewa, mumekubaliwa, mumekombolewa, mumependwa, mumeoshwa, mumebarikiwa, mumeokolewa. Ni maneno ambayo yanaonyesha kwamba ni kitendo ambacho kimeshafanyika tayari. So hajasema hivi, hajasema kama neno mumesamehewa, hajasema mtasamehewa. Mumekubaliwa, hajasema mtakubaliwa. Mumekombolewa, hajasema mtakombolewa. Mumependwa, hajasema mtapendwa. Mumeoshwa, hajasema mtaoshwa. Mmebarikiwa, hajasema mtabarikiwa. Mumeokolewa, hajasema mtaokolewa, bali mumeokolewa. Si ya kwamba mtaokolewa. So ni maneno ambayo yako kwenye nyaraka, yako kwenye maandiko. So haya yote yanamaanisha chochote ambacho Kristo amefanya kwa ajili yetu kimeshafanyika wakati uliopita. Narudia, napenda kurudia. Kama unachukua notes, uwe na wakati mzuri wa kuchukua. Haya yote yanamaanisha chochote ambacho Kristo amefanya kwa ajili yetu kimefanyika wakati uliopita. So tunahitaji nasi kuteswa, hatuhitaji nasi kuteswa ili tusamehewe. No. Hatuhitaji nasi kuteswa ili kusamehewa. No. Au kufanya kitu ili tusamehewe zaidi. Hakuna kitu kama hicho kwenye maandiko. Tumepokea msamaha wa dhambi tayari na ni wetu. So tunamiliki. Ni msamaha wetu. Ni asili yetu. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Praise the name of living God. So, tukiangalia katika mstari wetu muhimu wa Kolosai 1:13 mpaka 14. Maneno haya anasema akatuhamisha, akatuingiza na tuna ukombozi. Maneno mawili ya kwanza yanaonesha wakati uliopita mkamilifu, na hili moja la mwisho linaonyesha ni wakati uliopo endelevu. Hili la mwisho linasemaje? Akatuingiza. Neno akatuingiza linaonyesha kwamba
linaonyesha ni wakati uliopo endelevu. Maanake tunaendelea kukaa hapo hapo alipotuingiza. Tunaendelea yani, ama pia tunasema ni kitu ambacho bado kinaendelea kwa watu wengine. Wanapookoka, wanapoamini, wanaendelea kuingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. So tumekombolewa. Sio tutakombolewa au tuna mpango wa kujikomboa. Sisi ni waliokombolewa. Haleluya. Sisi ni waliosamehewa. Hui. Glory to God. Sisi ni waliokombolewa. Sisi sio kwamba tutakombolewa. Tumekombolewa na tena tumehamishwa na kuingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Haleluya. Yakwambia nina furaha kwa sababu hofu ya mauti ilikwisha toweka. Nina furaha kwa sababu nina ufahamu wa kweli ambao umeniweka huru. Leo sina mashaka kwamba nikifa leo naenda wapi. Hapa awali tulikuwa tunaomba, mtu ukienda kulala unaomba kwamba Mungu nisaidie leo, kama unaweza rudi usiniache wakati unaenda kulala. Wakati mwingine unaota ndoto kwamba mtoto ni watu kadhaa wamenyakuliwa wameenda juu na wewe umepaki, na kuambia maneno inakuwa ajabu. Wakati mwingine unaamka asubuhi, ni unaamka usiku, unashika penye mtoto amelala uone kama watoto wapo ama mtoto yupo. Ukiona mtoto hayupo ujue kwamba watu wamenyakuliwa, wewe umewachwa. Wewe umeachwa. Yaani tuliishi katika hofu, tuliishi katika mashaka. Kutofundishwa vizuri ni ujawi. Kutofundishwa vizuri ni kifungo kabisa. Unakuwa unaishi kama mtumwa. Yaani umetolewa dhambini, umeshakwisha kombolewa, umekuja samewa, lakini bado unaishi kama mwenye dhambi. Yesu anasema kwamba mtu ambaye anatenda dhambi yake ni mtumwa wa dhambi. Sisi si watumwa wa dhambi, sisi ni watumwa wa haki. Ama sisi ni wenye haki katika Kristo Yesu. Ni watumwa wa Yesu. Tunatumika katika haki yake. Amen. Haleluya. Usikose kunifuatilia wewe. Nifuatilie kwa makini. Na usikose kuwa na kitabu, kalamu, Biblia na akili pia. Kwa sababu watu wengi wanatanganywa kwa sababu wanapoenda kanisani kwenye makutano yao, wanaacha akili kwa nyumba. Na njia rahisi ya kuonyesha kwamba umejipanga kwenda kutanganywa kanisani wakati unaenda bila Biblia, bila notebook, bila kalamu na akili unaacha nyumbani. Tembea na vitu ambavyo nimetaja kuonyesha kwamba hauko tayari kutanganywa. Glory to God. Mungu wa amani akusaidia katika hilo. Haleluya, haleluya. So tumekombolewa na tena tumehamishwa na kuingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Hii ilitokea katika ukombozi. Kusema kwamba ilitokea katika ukombozi na maanisha wakati wa ufufuo. Wakati Kristo anafuka kutoka kwa wafu. Maana sisi tunaitwa viumbe vipya. Usao mpya katika Kristo Yesu. Tumefanyika viumbe vipya katika ufufuo wa Yesu Kristo. Maanake alipofufuka ndio wana wamesaliwa. Ndio watu ambao ni sura na mfano wa Mungu wanapatikana. Wote wanaoamini katika ufufuo wake. Enzi za wana wa Israeli, walikuwa waamini, walimuona kule akiteseka. So walikuwa waamini kwamba baada ya kuwa alisikwa, sasa amefufuka kutoka kwa wafu. Glory to God. Usiwe kama Tomaso. Wewe amini kwamba Kristo alifufuka, na kama unaamini katika ufufuo wake kwamba amefufuka upate kuhesabiwa haki, wewe pokea kwa jina la Yesu kwamba wewe ni mwenye haki leo. Glory to God. By the way, kufuatilia hii channel utajifunza mambo mazito, mambo mazuri, mambo ya kukuchenga na kukufanya utoke gizani. Glory to God. Hakuna mbwembwe hapa kabisa. So hii ilitokea wakati wa ukombozi. Tulihamishwa kutoka kwenye nguvu za giza na tukaingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. So katika ukombozi sisi tu kwamba katika ukombozi si tu kwamba utambulisho wetu ulipatilika kwa kuwa watoto wa Mungu. Pia tulipatilisha mahali.
tulikuwa katika nguvu za kisa, tukahamishwa, tukapepwa na kuingishwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Haya, nitutie statement maana ni nzuri. Katika ukombozi si tu kwamba utambulisho wetu ulipatilika kwa kuwa watoto wa Mungu, pia tulipatilisha mahali. Tulipokuwa nje ya Kristo, tulikuwa chini ya utawala na utumwa wa dhambi. Glory to God. Lakini sasa tuko chini ya utawala na uhuru wa Kristo. Haleluya. Nje ya Kristo tulikuwa wenye dhambi, wana wa kuasi, lakini sasa tumepokea msamaha wa dhambi. Sisi sote tulikuwa wenye dhambi hati hapo tulipoamini na kupokea ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Glory to God. So ukombozi unabadilisha hali ya mwenye dhambi na kuwa mtakatifu, na pia inamuhamisha kutoka ufalme wa shetani ambao ni wa giza hadi ufalme wa Mungu katika Kristo Yesu. Glory to God. So muamini ni mtakatifu, sio mwenye dhambi katika ufalme wa giza. Ukombozi unampa utakatifu mwenye dhambi. Ukombozi unatufanya sisi kuwa watakatifu. Neno utakatifu si kwamba unaoshwa kama sabuni. Neno utakatifu si kwamba kuna matendo mabaya unaacha. Neno utakatifu tukiangalia neno la Kigiriki pale kwenye neno halisi ama katika neno la original, maana Biblia iliandikwa, haikuandikwa kwenye Kisungu wala Kiswahili wakati ule. Agano la Kale liliandikwa katika Kiebrania na Agano Jipya liliandikwa linafahamika kwamba liliandikwa katika Kigiriki. So neno la asili pale neno kuhusiana utakatifu ama tumefanywa watakatifu ni neno kutengwa. Na ukisoma mpaka maandiko ya Agano la Kale maneno ya asili pale inazungumzia kuhusu kutengwa. So mtakatifu ni mtu aliyetengwa kwa ajili ya kusudi maalum. Mtakatifu ni mpakwa mafuta, maana ametengwa kwa ajili ya kazi maalum. Mungu ametutenga, ametuokoa manake kutoka kwenye ufalme wa giza na kutuhamisha kutuingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Manake ametutenga ili tumtumikie yeye, tumwabudu yeye. Mungu hakutoa wana wa Israeli Misri, maana picha ya kutoka Misri kwenda Canaan ni picha sawasawa ya ile tumetolewa katika dhambi na kuingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. So tunaona kwamba Mungu hakumwokoa Mwisraeli kutoka Misri akamwacha jangwani afe jangwani. Alimuokoa na akachukuliana na yeye katika madhaifu yake mpaka na kumuingisha katika inji aliyokuwa ameahidi Ibrahimu, inji ya Kanani. So sisi leo pia tunafaa tufahamu na kuelewa kwamba Mungu kutuokoa katika nguvu za giza hakutuokoa. Maana Mungu anapotoa na Israeli Misri hakuwafikia jangwani akasema haya sasa kila mtu ajipange, nimewatoa katika utumwa, katika mateso, sasa kila mtu aende njia zake, aende ajitafutie riziki, aende ajitafutie maisha yake. No. Mungu anasema, anatuma Musa, anamwambia enda kwa Farao, mwambie kwamba achilia watu wangu waende wanitumikie, waende waniabudu. So Mungu kutuokoa sisi ni ili tupate kumwabudu. Ukweli ni huu. Mtu yeyote ambaye ameokolewa, ameamini ni mtakatifu, si mwenye dhambi, sasa ni mwana wa Mungu na hamtumikii Mungu, anatafuta kufa mapema. Maana shetani hata kwa ajili upumzike. Shetani atakufyonza. Unahitaji uwe na ufahamu huu kwamba Mungu alikuokoa ili uwe mtumishi wake. Maana ndio mpango wa Mungu. Mungu amekuokoa uwe nabii, uwe kuhani, uwe mwalimu wa neno, uwe mtume, uwe mwinjilisti. Ametuokoa ili tuwe wafalme. Wafalme ambao hatutawali kwa kifua, wafalme ambao hatutawali kwa silaha, wafalme ambao tunatawala kwa kutumia Injili. Tunapokuwa tunahubiri Injili, ni kazi ya Mungu inatendeka katika ulimwengu wa roho. Injili ni vita. Tumeitwa kuomba, tumeitwa kutumikia Bwana, kupeleka Injili kwa watu wote, mataifa yote yapate kumpokea Kristo. Tunapokuwa tunaomba ni vita. Tunapokuwa tunahubiri Injili ni vita tunafanya. Tunateka territories. Tunanyakua maeneo, tunatoa watu katika ufalme wa giza. Kumbuka wote ambao wako kwenye ufalme wa giza wanalindwa na mfalme wao. So tunamwendea yule mfalme, tunapambana vita naye, tunaenda moja kwa moja kwa watu walio katika kifungo chake, tunawapa habari njema ya msamaha wao. Wakiamini hiyo Injili wanapata kuokolewa. Wakiamini hiyo Injili, Mungu kupitia Roho Mtakatifu anawanyakua kutoka kwenye moto.
kutoka kwenye mauti, anawahamisha na kuwaingisha katika ufalme wa mwana wake Yesu Kristo aliye hai. Amen, amen. Injili milele, injili tamu, injili chakula changu, injili nuru yangu, injili ndio maisha yangu. Naipenda injili, nitaihubiri mpaka mwisho wa maisha yangu, sipanduki kwa namna yote ile. Injili ndio maisha yangu kamilifu, nitaihubiri injili bila wasiwasi. Mungu anapokuwa akiniinua moja kwa moja, nitasiti kunyenyekea ili nimuone zaidi. Atimoa niinua na kufikia mamilioni ya watu, nitasiti kulitukuza jina lake. Maana shauku ya moyo wangu ni watu wote wafikiwe na injili. Glory to God. Amen, amen. So, mwamini mtakatifu sio mwenye dhambi katika ufalme wa giza. So, ukombozi unampa mtakatifu utakatifu mwenye dhambi. Haya, rudia nyuma yangu. Sema, Baba, nashukuru kwa sababu ya toleo la damu ya Yesu ambayo imetupa kupokea ukombozi wa roho zetu. Ninaomba na kupokea kuwa ukweli huu unapata mizizi ndani katika kweli hii. So, ukweli huu sema kwamba ninaomba na kupokea kuwa ukweli huu unapata mizizi katika nia yangu. Napokea uimara wa utu wangu wa ndani katika kweli hii. Sema amen. Haya, kiri maneno haya kwa sababu maisha yetu ni ya ukiri, kunaitwa kutafakari. Sema nimekombolewa milele. Nimesamehewa kwa kwa toleo moja la Kristo. Ninao ukombozi wa milele. Sio kwamba nitasamehewa au niombe kusamehewa, bali nimesamehewa milele. Nimekombolewa kwa damu ya dhamani ya mwana kondoo Kristo Yesu. Msamaha wa dhambi zangu hauna kikomo. Dhamani yangu ni katika Kristo Yesu. Ninaamini katika ukweli huu. Amen, amen. Glory to God. Glory to God. Glory to Jesus. Yes. Ndasiti kukualika katika mikutano yetu ya ibada hapa Kavangware, Matiaba area, kwa mti kubwa, hiyo njia. Namba ya simu iko kwenye iko kwenye comment zetu pale. Chukua hiyo namba, tupikie, tushirikishe. Unajifunza nini? Unafika una maswali, natamani kusikia pia kutoka kwako. So njoo baada zetu za Jumapili ambazo tunaanza saa 2:30 asubuhi mpaka kuendelea. Thursday pia tunayo ibada ya maombi, tunamuona Mungu kuanzia saa 11 kamili. Kuanzia saa 11 kamili tumeanza maombi. So hudhuria, kuweko pale kwa ajili ya kuchengwa. Glory to God. So nakupenda na upendo wa dhati. Popote ulipo, nchi ambayo uko Tanzania, uko Marekani, popote ulipo, niseme kwamba Mungu amekubariki. Ninakuombea kama mtumishi wa Mungu kwamba macho ya moyo wako yaangasiwe kweli kweli. Umuone Mungu, na katika kujifunza masomo haya uwe mtumishi wa Mungu mwema aliyekamilika katika neno lake la kweli. Watu wengi wanakutegemea. Usikubali kuenda na upepo wa kila aina ya mafundisho, kwa sababu Mungu amekuaminia kwa ajili ya mamilioni ya watu, maelfu, mamia watu. So kubali kujifunza katika uhalisia mzuri, ili kwamba uwe mfano uwe mtumishi mwema ambaye hautateka akili za watu na kuwafanya watu waishi kama watumwa. Tamani kujifunza kweli, tamani kufanya study ya neno la Mungu, na mwisho wa siku thawabu yako inakungojea kwa Mungu. Amen, amen. Shalom. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nambariki mtazamaji wangu, nambariki anayenifuatilia, mwanafunzi wangu. Mungu mkuu, Mungu mwema, onekana na ukadhirike. Maarifa ikawe kielelezo, maarifa ikawe ndio nuru katika maisha yao. Baba, wanapopokea ufahamu na ufunuo neno lako, waje wakakuone wewe katika maisha yao, katika huduma zao, sikainuke katika jina la Yesu. Baba, nakushukuru na kuinua na kutukuza.
katika jina la Yesu Kristo ambaye nakupokea. Amen. Na usisahau kusubscribe na kushare na marafiki. Glory to God. Amen. Mpaka tutakapokutana tena. Glory.